Nadhani wengi wetu tumeshaona video mtandaoni, watu wakijitosa kwenye mabafu ya barafu, na sisi tunabaki tunajiuliza, yani kwa nini hasa wanafanya hivi? Sawa, leo tutalichambua hili jambo, tutaingia ndani ya sayansi yake na tuone kama kweli hii trendi ina mashiko. Hebu angalia namba hii, plus 250. Ili ni ongezeko la dopamine, unaijua ile homoni ya furaha na motisha baada ya kuzama kwenye maji baridi mara moja tu. Lakini kama ilivyo kwa mambo mengi mazuri, je, kuna catch yoyote? Sawa, ongezeko kubwa la dopamine inasikika vizuri sana, si ndio? Inaonekana kama ushindi mtupu, lakini je, kuna chochote kilichojificha hapo? Hebu tuingie ndani zaidi tuone. Okay, sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa serious. Unapojitosa tu kwenye yale maji, yani yale yenye baridi chini ya nyuzi 15.5, sio tu kwamba unasikia baridi, hapana, mwili wako unaingia kwenye hali ya dharura. Wataalamu wanaita huu mshtuko wa baridi. Yani, huu ni ule mfumo wetu wa asili wa pambana au kimbia, ukiamka kwa nguvu zote. Ubongo wako haujui tofauti kati ya kuingia kwenye maji ya barafu na kukutana na tishio halisi. Kwa ubongo, meseji ni moja tu, ukioka. Hebu fikiria, mwili wako unafanyaje? Unaanza kuvuta damu yote kutoka kwenye ngozi, mikononi, miguuni na kuipeleka kwenye viungo muhimu kama moyo na ubongo ili kuvilinda. Ni mfumo wa ulinzi wa ajabu, lakini matokeo yake ni nini? Mapigo ya moyo yanapanda ghafla, shinikizo la damu linapanda, na hapa ndipo panapoweza kuwa na hatari kwa watu wenye matatizo fulani. Sasa, hebu tuangalie data hizi. Ni za kuvutia sana. Angalia hapa. Unaposhusha joto hadi nyuzi 14 tu, kimetabolic inaruka kwa 350. Na noradrenaline, hiyo inapanda kwa zaidi ya 500. Haya siyo mabadiliko madogodogo, yani huu ni mlipuko wa kibiolojia ndani ya mwili wako. Lakini baada ya huo mshtuko wote, baada ya mwili kupigana, ubongo wako unakuzawadia. Unamwaga mchanganyiko wa kemikali za raha. Na hapa ndipo siri inapojificha. Hii ndiyo sababu hasa watu wanaendelea kurudi kwenye yale maji ya baridi. Hebu tizama hizi namba tena. Ongezeko la dopamine la 250. Hiyo inakupa ile hisia ya nimefanikiwa. Halafu noradrenaline inapanda kwa 530. Hii inafanya umakini wako uwe mkali kama wa tai. Ni kama kufanya reboot ya ubongo wako. Na hapa kuna jambo muhimu sana la kuelewa. Tofauti na ile dopamini ya haraka unayoipata, tuseme, kwenye mitandao ya kijamii ambayo inapanda na kushuka ghafla, hii inayotokana na maji baridi inapanda taratibu na inakaa kwa muda mrefu. Hii inamaanisha nini? Mood nzuri, umakini na motisha vinadumu kwa masaa. Kwa hiyo, matokeo ya yote haya ni nini? Unajikuta ukiwa mchangamfu zaidi, mwenye wasiwasi mdogo. Kimsingi, unaujengea mwili wako na akili yako uwezo wa kustahimili msongo. Ni kama kuupa mwili chanjo ndogo ndogo dhidi ya msongo wa mawazo wa kila siku. Unakuwa mgumu zaidi. Sawa, lakini sasa hebu tuwaangalie wale wanaopenda gym na kujenga misuli. Hapa kuna swali gumu kidogo. Je, maji baridi ni rafiki au adui wa malengo yao? Jibu lake linaweza kukushangaza kidogo. Kwa upande wa kupona haraka, yani recovery, hakuna mjadala kabisa. Maji baridi yanasaidia sana kupunguza yale maumivu ya misuli baada ya mazoezi makali. Inamwezesha mwanariadha kuwa fiti kwa ajili ya mechi au mazoezi yajayo kwa haraka zaidi kuliko kupumzika tu. Lakini hapa ndipo kwenye ujanja wote. Muda. Unajua, ule uvimbe unaotokea baada ya mazoezi ni muhimu sana. Ni kama ishara kwa mwili wako kuanza kazi ya kujenga misuli. Sasa, maji baridi yanafanya nini? Yanazima hiyo ishara. Kwa hiyo, ukizama kwenye maji baridi mara tu baada ya mazoezi, ni kama unawaambia mwili wako, usijali kuhusu kujenga misuli. Unazuia mchakato mzima. Utafiti wa mwaka 2019 ulionyesha wazi wazi, kujitosa kwenye maji baridi mara kwa mara tu baada ya kunyanyua vyuma, kunapunguza sana ukuaji wa misuli na nguvu. Hivyo, ujumbe ni huu. Kama lengo lako ni kuwa mkubwa na mwenye nguvu, lazima usubiri. Saa 4 hadi 6. Muda. Okay, sasa tumeelewa kwa nini na lini. Sasa swali ni jinsi gani? Unawezaje kufanya hivi kwa usalama na kupata faida zote
kwa kufuata ushauri wa wataalamu. Hapa kuna mpango rahisi sana kutoka kwa mtaalam Dr. Andrew Huberman. Anapendekeza jumla ya dakika 11 tu kwa wiki nzima. Ndiyo, dakika 11. Unaweza kuzigawa katika vipindi viwili, vitatu au vinne. Kwa mfano, dakika 3 au 4 kwa mara moja. Na maji yenyewe hayahitaji kuwa na barafu. Yanahitaji tu kuwa na baridi ya kutosha kukufanya ujisikie sihitaji kukaa hapa, lakini uweze kuvumilia kwa usalama. Nafanya hivi asubuhi, itakuchangamsha sana. Na hapa kuna kidokezo kingine cha kitaalamu, kinaitwa kanuni ya Solberg. Unapotoka kwenye maji baridi, usikimbilie kujikausha. Jipe muda kidogo mwili wako utetemeke. Huku kutetemeka kunaamsha aina fulani ya mafuta mwilini, mafuta ya kahawia, ambayo yanachoma kalori ili kutengeneza joto. Hii inaongeza faida za kimetaboliki. Sasa, tafadhali, naomba mnisikilize kwa umakini mkubwa. Hili siyo jambo la mchezo. Kama una matatizo yoyote ya moyo, shinikizo la damu, pumu kali au hali yoyote iliyoorodheshwa hapa, usijaribu hii kitu. Ni hatari. Tafadhali sana, ongea na daktari wako kwanza kabisa kabla hata ya kufikiria kufanya hivi. Usalama wako ni muhimu zaidi. Na kanuni namba 1, kanuni ya dhahabu, ni hii: kamwe usizame kwenye maji baridi peke yako. Haijalishi wewe ni mzoefu kiasi gani, lazima kuwe na mtu mwingine anayejua unachofanya na yuko karibu. Mambo yanaweza kubadilika haraka sana. Sawa, baada ya maelezo yote haya, swali ni, je, tunabaki na nini? Ni nini hasa ujumbe muhimu wa kuondoka nao kutoka kwenye uchambuzi wetu wa leo? Ukweli ni huu: kuzama kwenye maji baridi si dawa ya miujiza. Ni zana yenye nguvu sana ambayo inahitaji kutumika kwa malengo maalum. Jiulize, unataka nini? Kuboresha mood, kujenga misuli, au kuongeza uchomaji wa mafuta? Jibu la swali hilo ndilo litakuongoza jinsi ya kutumia zana hii. Na mwisho, tunakuachia wazo hili la kutafakari. Hivi, inawezekana mustakabali wa siha na ustahimilifu wetu haupo kwenye kutafuta starehe kila wakati? Labda upo katika kuchagua kwa hiari kupitia changamoto ndogo ndogo zinazodhibitika. Labda ndiyo siri ya kuwa imara zaidi katika maisha. Fikiria juu ya hilo.